أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض wameafikiana wote kila ambaye tumehifadhi kutoka ilmu tumehifadhi ilmu kutoka kwake katika watu wa ilmu wameafikiana juu kwamba zakatul fitri ni fardh kwani ijmaa ya ahli ilmu juu ya jambo hilo sio jambo la kwamba nikitaka nitatoa taangalia la ni wajibu na ujubu kunashurutishwa kupasa jambo hili masharti mawili yatakiwa yatimie sharti ya kwanza mtoaji awe muislamu kama yeye si muislamu haitakubaliwa sadakati yake hiyo sadaka hiyo yani zaka hiyo haitakubalika kwa hiyo hii ni shartu siha sio au shartu alwujub shartu alwujub وكذلك شرط الصحة شرط يكباسا وشرط يكسيه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله hakuna kilichowazuia wao kukubaliwa posho zao au vile wanavyovitoa isipokuwa ni kwamba wao wamemkufuru Allah na mtume wake kwa hiyo ili iwe ni wajibu juu yako kutoa zakatul fitri lazima uwe muislamu bali ili iwe ni sharti ili isihi zakatul fitri lazima uwe muislamu umeelewa kadhalika uwezo sharti nyingine ni uwezo mtu ambaye hana uwezo wa kutoa hajakalifishwa kutoa uwezo wa nini ni kuwa wewe unamiliki chakula cha siku ya Eid mchana na usiku unauhakika kwamba chakula changu ni hiki lillahi alhamd hiki nitakula asubuhi kwa wale ambao wanakula mara tatu wengine wanakula zaidi ya hapo wengine pungufu lakini una chakula chako cha asubuhi chakula chako cha mchana chakula chako cha usiku tayari kipo wewe na watoto wako hiki kingine kimezidi sawa kwa hiyo kilichozidi ikikizidi chakula hicho chambo wewe unao uwezo unacho chakula cha siku yako ya Eid na siku nyingine tena utoe chakula kinacholiwa katika mji wapi wale wewe ushajitosheleza siku yako katika siku yako ya Eid matumizi ya siku ile matumizi ya msingi chakula vinywaji maskani mavazi toa zaka kinachozidi toa na ni wajibu kwa baba yani mzazi kumtolea mtoto wake mdogo ikiwa mtoto huyo hana mali lakini kama mtoto anayo mali basi itatolewa zakatul fitri kwenye mali yake sawa atatolewa zakatul fitri kutoka kwenye mali yake jambo jingine mtu mwingine wa kutoa zaka ni wajibu juu ya mume kumtolea mkewe au mwanamke kujitolea yeye mwenyewe pia ndio wanasema jitolea yeye mwenyewe na kuna maneno mengi wanaozoni katika hilo lakini ala kuli hali wanawake wanaume wanatakiwa watoe zakatul fitr kitu kingine cha msingi cha kuzingatia ni wakati wa kutoa zakatul fitri ameshaupanga mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini inatakiwa jua likishazama usiku wa Eid leo tuangalia mwezi pinge mwezi umeonekana au mwezi umekamilika siku 30 jua likizama tu wakati ule ni wakati wa zakatul fitri unatakiwa utoe mpaka kufika wakati wa kuswali al-Eid ndio mwisho wake na ilikuwa bora zaidi ni kutoa wakati wa asubuhi kabla ya kuswali Eid kwa hadithi
ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam يوم الفطر ساعة من طعام حديث ابن عمر أمر بزكاة الفطر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ثم صلى الله عليه وسلم ameamrisha itolewe zakatul fitri kabla watu hawajatoka kwenda kwenye swala iko hiyo lakini pia tulikuwa tukitoa zakatul fitri ile siku ya Eid katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini pamoja na hivyo itafaa kuitanguliza kutoa zakatul fitri siku moja kabla au siku mbili kabla ya Eid kwa sababu iko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Ibn Umar radhiyallahu anhuma alikuwa akiitoa sadaqatul fitri na ilikuwa anaitoa kabla ya fitri kwa siku moja au siku mbili sahaba lakini haifai kuichelewesha ukaitoa baada ya swala ya Eid pasi na udhur ukiichelewesha basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula yoyote atakayetoa kabla ya swala basi hiyo ni zaka au ni sadaka yenye kukubaliwa wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat na atakayetoa zakatul fitri baada ya swala watu washaswali yeye tafuta watu wa kuwapa zakatul fitri hana udhuru wote ni sadaka tu hiyo miongoni mwa sadaqa alhadith rawahu Abu Daud wa ghayruhu ama kama mtu amechelewesha kwa udhuru pengine amekuja kutoka safari yeye ni mgeni ajui atampa nani mpaka alipompata kumpa watu washaswali au pia ametoka safari ni mwenyeji lakini hakumakinika kutafuta zakatul fitri kwa ameingia usiku ule asubuhi anahangaika huku na kule mpaka anakuja kupata zakatul fitri watu washaswali udhuru wenye kukubalika kwa hiyo kama hakupata nafasi ya kuitoa kabla atatoa pale atakapokuwa amemakinika katika siku ile aina ya chakula kinachopasa na kiasi chake tunatakiwa tutoe zakatul fitri chakula kinacholiwa sana kwenye mji hasa katika siku hizo siku ya Eid katika mji wenu ikifika siku ya Eid mwala nini ndio chakula hicho takiwa kitoe sawa hivi watu wanakula nini siku hizi unasema wanakula dona sio sio dhambi kwamba dona siku hizi kwa dhambi kuna jamii nyingine inakula kitu kingine sio kwa wali katika maeneo yetu haya ukanda wa Afrika Mashariki siku ya Eid nje tembea kuna chakula kingine kinacholiwa siku ya Eid chips mayai au pia nafasi basi kitoleo chakula kinacholiwa katika mji Mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyofaradhisha hivyo kwa sababu alipofaradhisha faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadhan saa min tamrin au saa min sha'ir wa kana ash-sha'iru yawma dhak min ta'amihim ibn Abu Sa'id anasema sha'iri ilikuwa ndio chakula chao katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakitumia sana sha'ir kipikwa kama ni hais pikwa tharid sawa pikwa bokoboko lakini kutumia shairi alharisa kinapikwa watu wanakula watu wengine wanaona labda katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa kila sana wali hapana wali ulikuja baadaye na ni katika chakula kinachopendwa sana na majini mnakumbuka tulisema kwa sura al-jinn hapa
tulisoma hapo kwenye darasa nani nakumbuka tulikuwa tukisoma suratul jinni majini wanapenda sana chakula gani aliulizwa mmoja jini mmoja sana chakula chetu napenda zaidi ni wali wali ni mtihani kweli ni wasahau sana kitu tumesoma na ni kauli ambayo rajahahu al-Imam Ibn Kathir rahimahullah upo sio kuona kwamba jini labda unakunya madamu machafu chafu na madegani huko na wapi wapenda mchele si mchele sasa tujini wa wapi lakini mchele kama ni basmati nini rejeeni ile jambo tulisoma sisi katika suratul jinn kwa chakula ambacho ni aghlab katika mji watu wanachokipenda wanachokila katika siku ile ya Eid basi kitolewe chakula hicho sio watu wanakula siku ya Eid wanakula mchele bwana kula wale watu wa makande sasa itakuwa siku ya Eid bwana tutakulaje makande kiasi kama kilivyotajwa ni saa min ta'am وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر وتلikuwa kila vyakula hivyo chakula chao kilikuwa ni shairi pia ikitolewa zabibu al-aqit ni maziwa ya unga ule maziwa yanagandishwa kisha yanasagwa yanakuwa unga aqit kitu na samni na hiyo wenyewe wanajua namna ya kupika hapo zamani na tende kwa al-qadru al-wajib kiasi kinachopasa ni saa pishi moja kwa aina yote ya vyakula maadamu ni katika vyakula vinavyoliwa mahali hapo kuna wanaosema uzani wake kwa kilogram sasa ni kilo 2 na gramu 40 au kwa kauli ilikuwa na nguvu ngapi Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hivi kilo 2 na gramu 40 ana ijaza kabisa ya saa nabii kwa sababu ile saa ile pishi ilikuwa akitumia mtume sallallahu alaihi wasallam watu wanaipokea kwa sanad pia ile nakumbuka kuna shekhe wetu mmoja alikuwa akitusomesha jamii islamia anapenda sana kutoa ijaza za vitabu na nini akasema pia nitawapa ijaza kwa sanad ya pishi ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini mwenye pishi hiyo yuko bara Hindi kwa labda mchukue namba zake za simu hapo mumfuate kwa watu na sanad ingiwa ufunga safari wakaifuata sasa mimi nimekuja kupokea kutoka kwako nataka sanad ya hii pishi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo anakupa sanadi yake mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kipimo utakipata pale sawa kwa mambo tunapokea kwa riwaya pia na kwa sanadi kwa ijaza ambayo inakuwa ni kilo 40 graman min al-burr wa min ghairi al-burr bihasabihi suala la msingi ambalo tunalizungumza kila mara je badala ya mimi kutoa ngano au mchele kumpa mtu si nimpe pesa tu na inawezekana ana shida ya pesa sawa kuna watu wanasema namna hiyo as-sawab na ndio kauli iliyo na nguvu kwamba hili ni jambo la kiibada ni tawqifia watu watatoa chakula kilichopangwa na mtume sallallahu alaihi wasallam ukimwona ana shida mpe hela sadaka lakini mpe toa zakatul fitri chakula sasa wao mfikiri huyu mwenzangu bwana atakuwa huyu hana gesi huyu atakuwa hana mkaa huyu hana kitoweo huyu mpe pesa pia mpe zakatul fitri afu mpe sadaka waislamu tumehimizwa kutoa sadaka umefahamu
lakini usibadilishe. Wewe ushaambiwa kwamba udhiya tunatakiwa tuchinje mbuzi au kondoo au ng'ombe au ngamia, ukasema sasa mimi siku ya Eid nitachinja nyati, si mradi nyama tu. Hapana, kuna utaratibu tayari ushawekwa. Hata kama huyo nyati ana nyama nyingi zaidi hatafaa, tutabaki pale pale kwenye asili, usitoke kwenye asili. Kwani si bora si nyama tu? Nitakwenda dukani kwenda kununua nyama, nitanunua fillet safi kabisa nilete watu wale hapo, badala ya kuchinja ng'ombe au kondoo. La, ambaye chinja. Na jogoo langu kubwa kulikweli hilo na karibu kilo 16, nitalichinja siku ya Eid. Ambaye hapana, hawezi kufaa kwa udhiya. Udhiya ni ibada, mnaelewa sio? Hujakatazwa kuchinja jogoo lako siku ya Eid ukala, lakini hawezi kukaa mahali pa udhiya, mnaelewa? Kwa hiyo hivyo hivyo, kama wewe wataka kutoa zakatul fitri, toa chakula, kwa sababu una huruma sana na una akili nyingi za kuona kwamba pengine atakuwa ni muhitaji, au atahitajia kitoweo, atahitajia gesi, atahitajia mafuta ya kupikia, atahitajia chumvi, pia atahitajia nguo za sikukuu. Mpe pesa. Alafu uweze kusema kwamba leo bwana, baada ya kuletea zakatul fitri ngano au mchele, nitakupa kanzu. Hii kanzu yangu ya zakatul fitri, kwa sababu ushapata huko, pengine tumekuletea, sasa chukua hii kanzu. Hapana, toa chakula. Haya ndio mafunzo aliyotuwekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na asnafu zinazofaa kupewa zakatul fitri katika zile al-asnafu thamania, zile aina za watu 8, ni mafakiri peke yao, maskini basi. Zakatul fitri hutolewa akapewa maskini peke yao siku ya Eid, fuqara wal muslimin. Ama al-amilina alaiha hapana, hatapewa, wala wa fi riqabi hawatapewa, sawa, wala wenye madeni hawatapewa. Inma as-sadaqatu lilfuqara wa bas, itakuwa imeshia hapo hapo. Umeelewa? Haya ndio maelezo mafupi kuhusu darasa yetu ya zakatul fitri. Nadhani itakuwa imeeleweka. Kama mtu anaishi mahali watu wote matajiri, kuna baadhi ya miji ukikaa ni matajiri watu, mageti tu, magari yapita tu, hakuna mtu mwenye shida na mwenzake. Watu na bidhaa zao ndio supermarket, tunakwenda kuchukua, wengine ndani majumba yao kimya tu, magari tu. Ukiangalia mji huu hakuna mtu wa kumpa zakatul fitri, basi yafaa kutoa sehemu nyingine, kuwapa watu wengine wenye kuhitajia. Tumeelewana? Ile itafahamu. Sasa kama unaona jamaa wako ana shida, mchele tu hautamtosha, atahitajia vocha, mpe vocha, mtumie credit, lakini zakatul fitri iko pale pale, haitabadilika. Na wanaopewa sio wale watu wako wa karibu ambao wewe wanakuhitajia, wanakutegemea kuwapa matumizi. Kwa zakatul fitri usimpe baba yako mzazi, wala mama yako mzazi, wala mtoto wako, wala wale watu wako wote ambao ni wajibu kuwapa matumizi, mke wako na wengineo. Mpe mtu mwingine kando, katika jamaa zako, ndugu zako, marafiki zako, wape minal muslimin, wape Waislamu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kama kuna kitu hatujakizungumzia hapa kinahitaji ufafanuzi, naweza kuuliza. Nasema Sheikh, naomba kuuliza, je, yafaa kutoa zakatul fitri kiasi kingi kinachotokana na familia moja kama vile kilo 20 au 30, kiasi chote hicho ukampa mtu mmoja? Yafaa kusanya zakatul fitri yote nyumbani kwako, watu 40 50, ukampa mtu mmoja, nafaa.
asemaje sijali sema vipi wanafunzi wa ndani katika kutoa zakatul fitr watoe zakatul fitr maadamu uwezo upo simsikia hapo kama zakatul fitr hii ala al-abd wal-hurr wal-dhakar wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin leo katika yupi hapa mwanamume mwanamke muungwana mtumwa mtoto mdogo mtu mzima hakusema mwanafunzi wa ndani na mwanafunzi wa nje hakuna ubaguzi hapa maadamu wewe ni katika dhakar au untha as-saghir wal-kabir min al-muslimin zakatul fitr utatoa sifa ikiwa imepatikana pale kuwa chakula kimezidi wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu tumemaliza